Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Orodha ya mambo ambayo hayajatendewa haki ni ndefu sana. Lakini leo ili muweze kucapture habari zenu vizuri nitaeleza mambo matano ambayo hayo kwa kweli kwa maoni yangu mimi hajatendewa haki ipasavyo. Na tumejitahidi ndani ya bunge kupaza sauti zetu na nyinyi ni mashahidi, lakini bado hatujaweza kulishawishi bunge vya kutosha. Yako maeneo tumechangia kwa maandishi, lakini nayo hiyo bado haijaweza kulishawishi bunge. Kwa hiyo tunakuja sasa kushtakia kwa wananchi na tutaendeleza utaratibu. Kama kuna mambo hatujaridhika tunakuja kushtakia kwa wananchi. La kwanza ni ajenda ya katiba mpya. Ajenda ya katiba mpya, kwa maoni yangu mimi, kadiri mambo yanavyokwenda kwenye eneo la katiba mpya, kuna ishara ya wazi kabisa kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi inawaadaa Watanzania kwenye eneo la katiba mpya, kwa sababu haupati katiba mpya kwa sababu rais ameiahidi ndani ya siku 100 ndani ya bunge. Haupati katiba mpya eti kwa sababu kuna tume fulani imetoa hoja kwamba tupate katiba mpya. Commitment ya kweli ya serikali kama kweli inataka kuleta katiba mpya kwa vitendo, hiyo unaipata kwenye mjadala wa bunge la budget. Kwa sababu mchakato wa katiba mpya una vipengele vyake, una hatua zake, na hizi zote zinapaswa kupangiwa bajeti yake. Lakini ukiufuatilia mjadala unaoendelea kuanzia kwenye hotuba ya bajeti ya ofisi ya waziri mkuu, nilieleza ndani ya bunge, ukiisoma hotuba yote ya waziri mkuu haukutani hata kwenye aya moja, hata kwenye ukurasa mmoja akitamka juu ya katiba mpya. Mimi niliamua kuwa mvumilivu. Nilijua ili jambo tukilikosa kwenye bajeti ya waziri mkuu tutakutana nalo kwenye bajeti ya Wizara ya Katiba na Sheria. Lakini kwa masikitiko makubwa sana, kwenye hotuba ya bajeti ya Wizara ya Katiba na Sheria, kama ilivyokuwa kwa waziri mkuu, namo humo haukuti hata mara moja wakitamka juu ya katiba mpya. Nikasema kama sijaipata kwenye hotuba niende kwenye randama. Kwenye randama ndio unakutana na mafungu yote, fedha zote zilizotengwa. Nimekwenda kule nimesoma randama zote za Wizara ya Katiba na Sheria. Sijakutana na shilingi hata moja ambayo imetengwa kwa ajili ya mchakato wa katiba mpya. Hii maana yake ni nini? Ni kwamba bunge la budget linaloendelea hivi sasa hapa Dodoma halijatenga hata senti moja kwa ajili ya katiba mpya. Hii maana yake serikali ya Chama cha Mapinduzi inatuadaa Watanzania. Huku nje unatawala wimbo wa katiba mpya kwa maneno matupu. Humu bungeni kwenye wakati wa kutenga fedha kwa ajili ya mchakato wa katiba mpya haitengwi hata shilingi moja. Hitimisho langu mimi ni kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi inasogeza muda mbele. Inataka huu mwaka 2026 2027 pasiwe na mchakato wote ule wa maana wa katiba mpya. Na kama una katiba mpya, hauna tume huru ya uchaguzi, hauna mageuzi ya msingi ya kisiasa. Sababu mageuzi ya kisiasa, mageuzi ya kiuchumi, mageuzi ya kijamii, msingi wake unaupata kwenye katiba mpya. Maana yake ni kwamba CCM wanatuadaa, CCM wanatuongopea. Wimbo wa katiba mpya wanauimba usoni, haupo moyoni. Na mimi ninawaahidi hatutokubali watuadae namna hii. Tutaendelea kuwadhihirisha kwa Watanzania nia halisi ambayo wanayo mioyoni mwao. Wito wangu, tunatoa wito kwa serikali kwa namna itavyoona inafaa
mpaka tunahitimisha mjadala wetu wa bajeti kwa kuipitisha bajeti kwa ujumla wake, ni lazima ieleze bayana ni kiwango gani cha fedha kimetengwa kugharamia mchakato wa katiba mpya. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.